Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzipeleka ziada na rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, moja kwa moja tutaeleza ni nini ambacho tunachotaka kuzungumza leo. Mada yetu itakuwa tunazungumzia ikhlas, na bila ya kuchelewa tutaziangalia aya ambazo zilizokuja pamoja na hadithi kupitia kitabu chetu hiki cha Riyadhus Salihin. Kwa hiyo moja kwa moja tunasema kwamba hiki kitabu ambacho huu mlango tunauangalia unaitwa Babul Ikhlas wa Ihdari Niyya, mlango wa ikhlasi na kuileta nia, fi jami'il a'mal, katika matendo yote, wal aqwal, pamoja na maneno, wal ahwal, pamoja na hali zote, albarizati wal khafiyya, zinazodhihirika na zinazojificha. Kwa hiyo katika mlango wetu huu ambao tutaishi nao siku hii ya leo, tunataka tuangalie ni nini maana ya ikhlas. Ikhlasi ni kufanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo maana ya ikhlas. Sasa ni mlango mzito sana ambao umebeba mambo mengi sana. Ina maana kila tutakalokuwa tukilifanya katika dini yetu hii tufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ndiyo maana ya ikhlas. Hapa inasema hivi kama ilivyokuja katika kitabu kwamba qala Allahu Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetakasika ya kwamba wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafaa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim. Hii ni sura ya 5, ni suratul Bayyina aya ya 5. Wa qala ta'ala lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hii ni sura gani? Hajj aya ya 37. Aya ya mwisho ambayo iliyokuja hapa inasema qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhu Allah. Kwa hiyo wacha tuangalie tu hizi aya mbili. Hii aya ya kwanza inayosema kwamba lan yanala Allaha luhumuha, lan yanala Allaha luhumuha, kwamba hazimpati Mwenyezi Mungu nyama zao, wala dimauha, wala damu zao, walakin yanaluhu taqwa minkum, walakin yanaluhu taqwa minkum, isipokuwa ni vitu gani ambavyo vinavyomfikia Mwenyezi Mungu? Ni takwa kutoka kwenu. Hii aya ambayo tunayoanza nayo ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada hii ya kuchinja, washirikina wa Maka walikuwa wakichinja Makuraishi, alafu baada ya kuchinja wanakatakata vichinjwa vyao vile, wanakwenda wanatambikia kwenye masanamu, wanakuwa kama wanatoa kafara, wanamwaga damu zile, wanapiga kwenye minyama, wanachukua wanyama wao wale, wanawasogeza kwa miungu yao. Ina maana kwamba ndio zinakuwa kafara zao. Sasa katika hili somo la ikhlasi
litakusanya nyanja nyingi sana au matabaka tofauti ambayo tutakayokuwa tukienda tukiyakusudia. La kwanza ambalo tumeanza nalo ni kama aya inavyosema hii ya 37 ipo katika sura gani? Hajj. Sema kwamba Mwenyezi Mungu sisi tunapokuwa tunachinja ule wakati wa haji, vile vichinjwa ambavyo tunavyochinjwa ni kwamba ukiulizwa kwa nini wachinjwa, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndio ile ikhlas. Wale ambao walikuwa wakichukua zile nyama, waliokuwa wakichukua damu wanakwenda kupakaza kwenye masanamu, wakitoa kafara wanyama wao kwenye masanamu na kuwachinja pale, sisi yale hatumu. Ili neno la ikhlas, ndio maana utamuona kila Muislamu anapofika wakati wa haji anakuwa ni mwenye kushughulika sana na kuweza kuchinja. Lengo na madhumuni, hizi mboga wanapewa maskini, lakini kinachoangaliwa ni takwa kutoka kwako. Na vile vile waqala Ta'ala, anasema tena aliyetakasika, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhu Allah. Ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, qul, sema, in tukhfu ma fi sudurikum, ikiwa wataficha yale yaliyomo vifuani vyao, au tubduhu, au wakadhihirisha, ya'lamuhu Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafahamu. Kwa hiyo tunachoangalia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwangalia mtu nini ikhlasu yake. Kila utakalolifanya, kila jambo utakalolifanya, hakikisha umelifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Opposite ya hii ikhlas au kinyume chake ni riya, kufanya kwa ajili ya watu wa kuone na unakuwa huna malipo. Sasa sisi tuko kwenye kuzungumzia suala hili la ikhlas, na ndio maana tumeanza na hizi aya mbili, alafu tunakuja angalia hadithi iliyokuja. Hadithi ya kwanza inasema hivi: wa an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kutoka kwa amiril mu'minina Umar ibn Khattab, Mwenyezi Mungu amridhie, ambaye ni baba yake Hafsa, asema, anatuambia katika hii hadithi, anasema kwamba innamal a'malu binniyat, kila mtu jambo lolote atakalokuwa akilifanya, innamal a'malu binniyat, kila jambo utakalolifanya, matendo utakayoyafanya yatalipwa kutokana na nia yako. Kama ni ikhlas ipo ndani yake, utapata fadhila, na kama hakuna ikhlas utakuwa huna kitu. Hadithi inaendelea kusema kwamba wa inna ma likulli imri'in ma nawa, na kila mtu kuna alichokinuia. Kila mtu kuna alichokinuia. Waweza fanya jambo, lakini kila mtu akawa na malengo yake, kila mtu akawa na nia yake. Kuna ambaye atafanya kiikhlasu, kuna atakayefanya kimaslahi, kuna atakayefanya kadiri ajuavyo. Na ndio endelea kusema kwamba faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, yeyote yule atakayefanya hijra au atakayehama. Wakati huo maswahaba walikuwa wakitoka wakihama wa kutoka Maka kwenda Madina, walikuwa wakihama. Sasa ndo anaendelea kusema hii hadithi, anaendelea kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi aliyopokea Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya kwamba faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, atakayehama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, kule kuhama kwake itakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wake. Wa man kanat hijratuhu lidunya yuswibuha, na yule atakayehama kwa ajili ya dunia ili aipate, au imraati
yankihuha, au mwanamke ili apate kumuoa. Kuna watu ambao walikuwa wakipendana na wanawake, sasa ilipofikia wako katika uchumba ule, wakati wanataka kuwaoa, ndio ikaja habari ya kuhama kutoka Maka kuhamia Madina. Sasa kuna wengine wakaona, mimi kuacha mchumba wangu haiwezekani, acha na mimi niende. Kwa hiyo nia yake ni kuhama, ni kuhamia kule. Na ndio maana hadithi inavyosema, au imraati yankihuha, au mwanamke ili amuoe, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, atalipwa kutokana na hilo suala ambalo ameliendea. Sasa tunaangalia sasa kwamba hii kuhama ni kitu gani, na sisi vile vile tumehama. Mfano sisi ambao kwamba tumetoka labda katika nchi zetu Afrika, tumekuja huku Ulaya, na vile vile tumehama sisi. Na ingawa tumehama, kama tulivyokuwa tu katika kuzungumzia ikhlas, kuangalia hizi nia zetu zilizofanya sisi tuhame ni nini. Kilichotufanya tuhame ni kutokana na kila mtu ana maslahi yake. Kuna ambaye alikimbia kwa kukimbia vita, alihama kwa kukimbia vita, na kuna ambaye alihama labda kutokana na maslahi, kuona kwamba akiishi hapa Ulaya maisha yake yatakuwa super. Na ndiyo maana yuko mzee wetu fulani ambaye alipata kwenda kutembelea katika kambi za wakimbizi. Alipokuwa amekwenda kutembelea huko katika kambi za wakimbizi, akatizama namna ambavyo watu wanakupia Ulaya, kila wakilala wakiamka habari zao ni hizo, kila wakifikiria. Akasema kwamba anafananisha kwa hali na wali wetu, nadhani ni hivyo. Basi katika kuendelea na mada yetu, tumesema kwamba tunazungumzia ikhlas. Kila jambo utakalofanya kulifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuangalie hii mada. Ni ndefu sana, mada tulionayo ni ndefu sana. Tunataka tuipeleke sambamba na aya zilivyokuja za Qur'ani, alafu tutajamalizia na hadithi vile vile. Sasa katika kuanza vizuri, tumeona katika hadithi ya kwamba kila mtu atalipwa kutokana na nia aliyonayo. Ni mfano, ameoa mtu kutokana na uzuri, kama ulivyokuja tumezoea mambo manne yale. Tunasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kwamba mtu aolewa kwa mambo manne. Kuna uzuri wa sura, kuna mali au kuna ukoo, nasabu yake, akamalizia hili la mwisho, dini, na ndilo lililosisitizwa sana. Sasa hili la dini ndilo lililosisitizwa. Kama tuko katika kuzungumza hii ikhlas, lazima tuifafanue vizuri ili watu wapate kuelewa, kwa sababu hapa kwenye kuoa na kuolewa yanapatikana mambo mengi sana. Na ndiyo maana kuna ambao, mfano hata hapa tulipo, labda mtu akaenda Ulaya kwa ajili ya kuoa au kwa ajili ya kuolewa, kwa ajili ya kumfuata mme, kwa ajili ya kumfuata mke. Sasa kila mtu inaangaliwa ni nia yake. Ikiwa utampata mcha Mungu, nia yako nadhani itakuwa ni nzuri, kama tutakavyokuja kuona katika dalili za hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaangalia kwanza msiba tulionao mkubwa wa Islamu, ni mfano ili suala la talaq. Kila mtu anaingia katika ndoa anakuwa labda ana nia yake. Kuna huyu anaona kwamba mwanamume ana mali, wacha nipate kuishi naye ili nizipate mali, zikiisha tena ndoa inakuwa kana kwamba inayumba. Kuna huyu anaingia kwa ajili ya uzuri, siku mbili siku tatu anafanya kwamba nimemchoka mwanamke, basi wacha mimi nitizame jinsi gani nitakavyoweza kutafuta wanawake wengine. Na kuna mwingine ambaye labda anakuwa na nia yake. Sasa tunachosema kwamba atakayekuwa na nia nzuri yule mtu wa ikhlas, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili somo la ikhlas kama tulivyoona hapa kwenye hii aya ameambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambiwa kwamba qul
in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhu Allah. Sema kuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa watadhihirisha walionao ndani ya vifua vyao wakaficha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafahamu. Kwa hiyo sasa, katika kuzungumzia hili suala la ikhlas, tuangalie Mwenyezi Mungu katika aya hii iliyoko ndani ya suratul Baqara, ni aya ya 229. Anasemaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Asema kwamba at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Asema kwamba talaka ni mara mbili, na ikitokea kuachana achaneni kwa, ikitokea kurejeana rejeaneni kwa wema, na ikitokea kuachana achaneni kwa wema. Ina maana na kumalizika hedhi ya kwanza, ya pili ya mrejea mwanamke, ya tatu basi anakuwa si mke wako. Na ndio maana tunataka tufahamishe kidogo hapa, kwa sababu hapa panakuwa ni pazito sana. Wengi wetu wanakuwa hawafuati taratibu za Kiislamu, na matokeo yake ukiangalia maisha ambayo tunayoishi na Uislamu namna ulivyo ni vitu viwili tofauti, baina al-mashriq wal maghrib. Kwa sababu sisi mara nyingi mpaka matukio yetu wao ndoa zetu mara nyingi huwa tunakwenda kumalizana au tunapelekana mahakamani, ndio tuenda kuhukumiana huko. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya suratul Maida aya ya 5, asema kwamba aya ya sura ya 5 nayo ni aya ya 44. Mwisho wa hii aya ya 44 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza namna gani. Anasema hivi, anasema kwamba waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Yeyote yule atakayehukumu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakayehukumu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu atakuwa sio Muislamu tena, atakuwa ni nani? Ni kafiri. Ni Qur'ani inasema aya ya 44 katika suratul Maida. Na mwisho tena wa aya inayofuatia ya 45 inasema hivyo hivyo, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun. Na yeyote ambaye atahukumu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo atakuwa ni dhalim. Na vile vile imeruka si 45 inayofuatia mwisho wa hii ya 46 hivyo hivyo, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Na yeyote ambaye atahukumu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo ni fasik. Sasa tujitahidi kuheshimu mipaka ya Kiislamu, na tuweze sisi tunapokuwa na matatizo tukimbilie katika Qur'ani, jinsi ilivyotufundisha tuhukumiane Kiislamu kwa kuepuka haya matatu: kuwa kafiri, kuwa dhalim, kuwa fasik. Tujitahidi kuhukumiana Kiislamu, tutoe ndani ya fikra zetu. Na ndio maana tukasema kwamba mwanzo unatokana na nia tunazokuwa nazo. Tunaingia katika ndoa siki ikhlas, tunaingia katika ndoa katika mengi, kila mtu anakuwa na laki, kama hii ilivyosema hadithi, kila mtu kuna anacho kinuia ndani ya nafsi yake. Lakini endapo tutakuwa tunaingia kwenye ndoa kwa ikhlas, basi tutakuwa ni wenye kutengeneza mambo mengi sana. Na endelea kusema kwamba kuna kitu kinachoitwa eda. Kuna kitu kinachoitwa eda. Hichi kitu kwa kweli amna mtu ambaye anaweza akasema kwamba katika Uislamu wanakitekeleza. Ikitokea Waislamu wengi wameachana, labda ni kupigana kwa kuimbizana na visu, au huyu kumpiga simu polisi wanakuja kwa ajili ya kuweza kumsimamia, hayo si maisha ya Kiislamu. Laiti tungetumia ikhlasu mwanzoni, tungeingia katika ndoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kote huko tusingefika. Tunafanya mengi bila kuwa na ikhlasu. Tizama kuachana kwetu, tizama maisha tunayoishi katika ndoa zetu ni vipi. Tunakuwa hata heda hatutaki kukaa, tuna khalifu. Mwanamke anaamua
kutoka na kuondoka, tayari hiyo inakuwa ni khulu, amejivua katika ndoa. Akishajivua katika ndoa amekwenda, basi anakuwa ameshafanya hii ni khulu, arudishe mahari. Ndivyo Uislamu unavyosema. Na huyu ambaye anaona kwamba eda hajui, au Waislamu hawataki kukaa eda na kuweza kupuuzia kwamba hili ni jambo la Kiislamu limefundishwa, hata kama imetokea ikhilafu, mmegombana, hakae hapo nyumbani kwako mpaka zipite hedhi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kama hujamrejea labda atakuwa si mke wako, inawezekana imani ikakujia ukamrejea, lakini sisi hayo hatufanyi. Na ndio maana hii aya inasema kwamba at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf. Inasema kwamba lazima tuheshimu hii misingi kwamba talaka ni mara mbili na mara tatu. Ikitokea hivyo watu wameachana. Kwa hiyo tujitahidi kuweza kutembelea hii misingi ya dini ya Kiislamu na kuhusiana na kunasini kina baba kina mama. Ikhlasu tungeitumia mwanzoni, na kama tungeitumia basi tuitie kuanzia sasa ndani ya vifua vyetu, ili tuweze kuziendesha ndoa zetu Kiislamu. Tujue kwamba kuna eda. Kama mmetekana, uwezi wewe mwanamke ukachukua hatua ya kutoka tu hali ya kuwa kuna eda, atakaa hapo hapo akuhudumie. Kwa nini Waislamu tusifuate misingi ya Kiislamu? Endapo tutadharau misingi ya Kiislamu, ndio matokeo yake sasa tunakuja kuzaa watoto ambao kwamba na sisi wazazi tunakuwa na imani ya kwamba watoto wetu hawaolewi mpaka wavae nguo ambazo ni za ajabu ajabu za uchi, au watoto wetu hawaolewi mpaka wajipambe, wapite mbele za watu, waende kuwaonyesha watu mapambo yao. Subhanallah. Masharti yako 7 ya hijabu, ikiwemo kuto kujipamba, na vile vile hii kuto kujipamba na hijabu yako isikubane, kuto kudhihirisha maumbile. Kuna mtu anavaa nguo mpaka unachanganyikiwa, hii kavaa mwenyewe au kavalishwa, atavua mwenyewe huwa atavuliwa. Sisi ndio tunafanya, hatuna ikhlas wazazi. Mwenyezi Mungu anasema kul la yusibana illa ma kataba Allahu lana, kila linalokupata wewe mwanadamu huwa kul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Kila linalokupata ni lile aliyoandika Mwenyezi Mungu. Wa Allah huwa maulana, ambaye Mwenyezi Mungu ni Mola wetu. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, kwake Mwenyezi Mungu wanatawakkal, wanategemea waumini. Sasa ukiwa unategemea kwamba riziki yako ipo, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yeyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu atamuonyesha wapi pa kutokea. Wa yarzuku min haythu la yahtasib, atakuruzuku Mwenyezi Mungu katika njia ambayo kwamba usiyoijua. Tuwe na imani ya kwamba tusiseme Bwana, mimi bila ya kufanya hivi au kudhihirisha mapambo yangu. Haya ni mambo ambayo hayana msingi wowote katika Uislamu, na mashehe wa hapa kwetu Australia hilo hawalifanyii kazi kamwe. Nilipata kusikia labda kwenye uwanja wa Eid, shekhi mmoja raqibun atid, ndivyo anaposema takasika. Kila utakalolifanya, kila utakachosema, kila utakachofanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na malaika wawili raqibun atid, kazi yao ni kunukuu haya mambo. Ndiyo kazi ya hawa malaika wawili. Asema kwamba wajaat sakaratul mauti bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Asema kwamba kilevi cha umauti pindi kitakapokujia, utaona sasa huu mauti kumbe ni kweli, umekufa sasa, unakubali, unaona kwamba ni kweli. Dhalika ma kunta minhu tahid, na hayo ndiyo yale ambayo kwamba ulikuwa ukiyakimbia. Kwa hiyo tumrejeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuhakikishe ya kwamba kila kitu tumekipeleka Kiislamu. Na ikitokea khulu, mtu amejivua amekwenda kwa mzazi, kuna wazazi wengine si wa cha Mungu, anampokea tu mwanamke kujua kwamba huko alikotoka ni kwa mume wake au ni wapi, wala hajui nini dini ninachosema, hajui maana yaenda, anamweka mke wa mtu.
au anakubaliana na suala kama hilo, ni khulu, arudishe bahari. Na kama ni matatizo ambayo yametokea, dini imeelekeza kwamba kuna kitu kinachoitwa talaka, lazima lifanyike hilo. Kwa hiyo kuna kitu kinachoitwa eda, lazima akae huyu mwanamke eda pale nyumbani kwake, sio kuondoka nyumbani. Mashehe jamani, nakuombeni duniani, zungumzieni nini maana ya eda, watu wafahamishwe juu ya eda, waelewe nini maana ya eda, kwamba wakihitilafiana mume na mke sio kwenda nyumbani au kwenda popote pale, ni lazima waheshimu misingi ya Kiislamu jamani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hilo, na ndio maana tumesema kwamba endapo tutaambatana na kitu kinachoitwa ikhlas, tutakuwa sisi ni wenye kufaulu. Tukiangalia sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amesemaje? Katika hadithi hii anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii aliyopokea nani? Zaid ibn Thabit, asema kwamba an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, kutoka kwa Zaid mtoto wa Thabit, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amridhie, asema kwamba ani nabii sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zikiwa juu yake, annahu qala, kwamba amesema, asema kwamba man kanat niyatuhu al-akhirata jamaa Allahu shamlahu, yule ambaye atakuwa na nia kwa ajili ya akhera, ameitakasa vizuri nafsi yake, jambo analifanya kiikhlasi kwa ajili ya akhera, jamaa Allahu shamlahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamkusanyia maisha yake, atayakusanya maisha yake, itakuwa ni mazuri. Waja'ala, asema kwamba waja'ala ghinahu fi qalbihi, waja'ala ghinahu fi qalbihi, na atajalia utajiri kwenye nafsi yake, roho itatulia. Akiwa na mali anatulia, akiwa hana mali nafsi yake ni yenye kutulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia hivyo, jambo kubwa sana utajiri katika nafsi. Na ndio maana sisi wengi nakuwa labda nia zetu ni mali. Tukishagombana mume na mke, kila mtu mahesabu yake anakuwa anaangalia, mimi nitapata nini, mimi nimelenga wapi, huyu ameshika nini, mimi labda nikimbilie benki nikafunge, au mimi labda niambatane na nyumba fulani, au yani kila mtu ana alichokinuia, kama tulivyosoma hiyo hadithi ya Umar ibn Khattab. Ndio anasema kwamba waja'ala ghinahu fi qalbihi, Mwenyezi Mungu atajalia utajiri ndani ya nafsi yako. Tizama sasa kubwa zaidi lililotoka katika ndani ya kinywa twahara cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema hivi la tatu kwamba wa atatuhu dunia wa hiya rahima, na dunia itamjia itake isitake. Ameshapata utajiri wa nafsi, Mwenyezi Mungu kashamkusanyia, kashapata utajiri wa nafsi. La tatu asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wa atatuhu dunia wa hiya rahima, na dunia itakuja tuitake isitaki. Ameshapata akhera pamoja na dunia, itakuja itake isitaki. Alafu naendelea kusema hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema kwamba wa man kanat niyatuhu dunia, na yule ambaye nia yake itakuwa ni kwa ajili ya dunia, hakuna ikhlasu. Sasa hapa ni kwa ajili ya dunia, anasema kwamba farraqallahu amrahu, Allah atamfungulia dunia. Itakuwa ni matatizo, unaona kwamba una hela zinaisha, unaona kwamba mimi sijui nifanye hivi, wasiwasi mtaka unakuja kufikiwa na umauti, hujafanya kitu, wasiwasi duniani na hapa akhira kote wasiwasi. Anaendelea kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waja'ala
faqrahu baina ainaihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia nini? Wajaala faqrahu baina ainaihi, Allah atamjalia ufakiri mbele ya macho yake. Wajaala baina asema kwamba wajaala faqrahu baina ainaihi, Mwenyezi Mungu atamjalia yani atampa ufakiri wa hali ya juu, akiwa naiki anaona kijamtosha, akiwa yani anahangaika. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anahangaika. Mwenyezi Mungu kashamjalia ufakiri ndani ya nafsi yake. Walam yatihi minad dunya illa ma kataballahu lahu, isipokuwa hatopata chochote katika dunia hii, hatopata chochote isipokuwa kile alichoandika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuangalie hadithi ilivyokuwa nzito hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inshallah tujitahidi ili suala la ikhlasi tuweze kulifanyia kazi sana 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 sana. Kila tutakalolifanya tulifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na vile vile kwa kuendelea mada yetu hii ambayo tunazungumzia ikhlasi, yasema kwamba katika kuzungumzia hii ikhlasi ni kwamba sisi tumekosa kitu kinachoitwa ikhlasi. Nitakupeni mfano kidogo. Mimi nimeishi ndani ya jiji la Dar es Salaam pale, na waulizeni wenyeji hili ninalotaka kuongea, watakwambieni. Ilikuwa inafikia wakati kwamba yatokea kwamba watu wanaanza kulalamika, sijui popo bawa, sijui yani wanalalamika kwamba huyu popo bawa ni shaitani ambaye kazi yake ni kuja kuwaingilia wanadamu, wakiwa wanaume, wakiwa wanawake, kazi yake ni kuwaingilia kinyume na maumbile. Sisi sasa tulipokuwa hatuna ikhlas, tulikuwa tunababaika wengine kwa waganga wa kienyeji. Wallahi wa billahi wa tallahi, nimeyashuhudia kwa macho yangu, sikuambiwa. Ilipokuwa ikifika kipindi hicho, hakuna anayelala ndani ya nyumba yake. Watu wote magodoro wanatia, wanakwenda lala nje. Yakipita masaa mawili matatu utasikia pa kelele sehemu fulani, piga yuku kaja huko jamani, kwa nini kelele mji mzima. Na wengine wanachukua mpaka Qur'an, anasema kusoma hajui, na rukia watakiwa kuifanyia mwenyewe, kama uwezi basi usomewe. Lakini anachukua anatia kwenye kichwa chake, analia msafu, bora mimi nikitia hii hato nijia. Subhanallah, tutaharibikiwa sehemu zote, tutaharibikiwa nyanja zote. Ndio maana hili linaambatana na imani, alafu inakuja ikhlas. Kila tutakalolifanya tulifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini ambao walikuwa ni wacha Mungu, ni kusoma ni kuswali kwa wakati wake, kutekeleza dhikri kama zilivyokuja alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakupatwa na lolote. Ni hawa mafidhuli ndio walikuwa wakidhuriwa kila kukichwa. Na kama ni kweli au si kweli au ni mambo yametengenezwa watu, lakini hii hali ilipata kutokea, nikishuhudia kwa macho yangu na kusimulia ni kitu ambacho sikuambiwa. Na tukikosa ikhlas, imani, ndio maana tunaanza kuyumba moja kwa moja, tutakwenda hata kwa hawa matapeli wakubwa ambao ni waganga wa kienyeji. Mmoja alinisimulia mimi, ananiambia, bwana, sisi matapeli sana. Nisikilize sasa rafiki yangu utapeli aliofanya. Ananiambia, bwana, Dar es Salaam, ananiambia ya kwamba yuko mzee mmoja ambaye tajiri sana na ana mali kweli kweli, anaishi maeneo ya huko Mbezi Beach. Wale wanaoishi Dar es Salaam wanafahamu habari hizi, namna kulivyojengwa kule. Anasema bwana, kuzuri na wote mkubwa, lakini kila akilala anapigwa vibao, kila akilala anakosa raha usiku. Sasa akamwendea mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji hakuna analoweza, hakuna anachojua. Akamwambia, wewe nenda kalale tu mapema, alafu mimi utaniachia kazi, nitatizama jinsi nitakayofanya. Kashatizama nyota, ameshafanya ya kufanya, kafanya mashiriki mambo yake. Moja kwa moja akamtuma kijana wake, akamwambia, mchukue paka huyu, nenda naye. Akamchukua paka moja kwa moja, kaenda naye. Alivyomchukua paka, akamwambia, mtupe uwani. Kampiga kumwagia madamu, kumfunga mahirizi. Wakati mchana alikuwepo pale, usiku akamtuma kijana wake, akaenda kutupa, akatupa vitu vingi uwani, akaondoka.
Asubuhi mganga wa kienyeji amelala, yeye jamaa anaamka anapiga simu, "Walo fulani bwana, zile dawa kuja kutia mchana kila kitu kilikuwa sawia kabisa, kilikuwa sawa. Njoo uangalie matokeo sasa." Kuangalia kila kitu akaona paka amekufa bali kumbe huyu ndo alivileta, alimtuma mtu akavileta usiku. Na yule bwana siku ya pili yake asema kwamba nimelala vizuri. Sasa kuna mambo mengi tunakuwa tunajijengia kiimani kwamba ni hivyo. Nasikia kama mtu anatembea, nasikia kama kumbe hakuna chochote jamani. Kuna kitu kinachoitwa ruqya. Sali sana kwa wakati wake. Fanya dhikri zilizokuja. Ikishindikana ongeza na kisomo cha ruqya kama fanya dhikri zilizothibiti, leta na kisomo cha ruqya, utafanikiwa. Ndio maana wengi hata usiku hawalali. Huyu labda ni mwanamume, amelala naota sijui labda kutana kimwili na mtu fulani, ni mwanamke anaingilia kimwili na mtu fulani asemjua au anayemjua. Ndio mambo mbaya mtutawala. Kwa hiyo jamani, bila kufanya hili suala la ikhlas na kushikamana na dini yetu hii barabara, mengi sana tutayakosa. Kila mtu anakuwa anachukua mambo yake. Huyu moja kwa moja labda kalala, katika kulala akasali, katika kusali, baada ya kusali unamwona mtu anapangusa uso mwili mzima au mwili mzima anapangusa. Nani amekwambia upanguse uso? Nani amekwambia upanguse mwili mzima? Tunakuwa tunachukua mazoea, dini hatuipi thamani. Madarasa yanahitajika kwa watu wote, kwa wazee, kina mama, kina baba, mabinti, vijana, ili mambo mengi yatengenezwe. Na vile vile maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa waliondoka kwenda kuifungua Fursi. Maswahaba 1070 wakiwa 1070 watu walikuwa na ndevu wakipunguza sharubu. Sisi hata suna hizi zinatushinda, ni kukaa tunang'ang'ania hijabu za wanawake, hijabu hivi na hivi, mapambo ya wanawake. Kweli watakiwa wafuate kama Qur'ani ilivyoelekeza katika suratul Nur aya ya 31. Kuna watu wa kuonyesha mavazi yao, wa kudhihirisha viungo vyao wametajwa ni wengi sana. Lakini sasa sisi kina baba, sisi upande wetu ni vipi? Ndevu tukunyoa imekuwa matatizo. Mambo yetu ni kupangusa uso ambayo hayakuthibiti. Mambo yetu labda ni kuvaa nguo ndefu. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu yuko katika sakaratul mauti, amechomwa na visu, damu wakinywa maji, maziwa yanamwagika na pita kwenye tundu hizi za tumbo. Anamwona kijana anakuja na suruali ndefu, anamwambia usiwe na wasiwasi, au Umar Amiri Mu'minina, utakwenda peponi, wewe una mema mengi. Vile anamwambia kijana, angalia suruali yako imezidi isbali. Mpaka mashaikh wanafanya hivyo, imezidi kongo mbili za miguu. Maswahaba walitoka wanakwenda Fursi 1070, na si kama maneno nazungumza tu katika mdomo wangu. Tazama Imam maneno aliyozungumza huyu Imam anaitwa Al-Aminu Shankitwi asema kwamba katika kitabu chake cha Duau Al-Bayana asema maswahaba 1070 waliingia Fursi wote wakiwa na ndevu. Sisi hatutaki hivyo, tunaona labda kupitwa na wakati. Sasa Waislamu, iko haja ya kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na tuhakikishe kuanzia kivazi kila tutakachokifanya ni ikhlasi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tutayapata mengi sana. Na vile vile katika kuendelea na mada yetu hii, Bi Khadija mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alizitoa mali zake, alitoa vingi mpaka Uislamu katufikia mimi na wewe. Je, kina mama wa Kiislamu watakiwa kuiga mfano huu wa Bi Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha? Ameyafanya hayo. Sisi wengi wetu tunashughulika na kujenga majumba, kujenga dunia. Kina mama Belgium, kina mama labda Uholanzi huko, Ufaransa, Norway, Sweden,
pamoja na hapa kwetu Australia na kwingineko duniani, ninyi ndio wenye kukusanya sana madhahabu, mnatia ndani, wenye kukusanya manguo ya thamani, mavazi, sivii vitenge ya waksi, sivii madini. Alafu vile vitu shaitani anaihilana anakuwa anakuambia ndani ya majumba yetu kila kukicha naongeza hiki mpaka itakuja kufikia kufa. Yani nyumba imejaa. Punguza, vinunue, uvae kwa ajili ya mume wako, sio kwa ajili ya ria, kama tunazungumzia ikhlas. Ukitoka unatoka na hijabu yako ya kisharia, alafu baadaye utakwenda unakuja unamvalia mume wako hivi, na vipunguze. Toa robo 3. Tizama maswahaba walifanya nini? Toa, kusanya. Kama unavyo hakikisha umeacha hata kidogo kota, au basi gawanya katikati, nusu toa. Wasaidie kule majumbani kwetu, kuna watu wana hali nzito katika misikiti. Vichimbo visima. Tufanye mambo mengi ya kheri. Zijengwe nyumba za walimu za madrasa. Wapewe mishahara walimu. Punguzeni kina mama ndivyo navyo, kwa ajili ya kununua pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ndani ya Qur'an, asema ndani ya Qur'an Suratul Kahfi. Anatuambia nini Mwenyezi Mungu jalla wa ala? Anatuambia maneno ambayo ni mazito sana. Anasema kwamba almal wal banuna zinatul hayati dunia. Mali pamoja na watoto ni mapambo ya nini? Ya duniani. Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Almal wal banun zinatul hayati dunia. Mali na watoto ni mapambo ya duniani. Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Na mema yaliyobaki ni bora mbele ya Mola wako, mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi kufanya hayo mambo ambayo yataweza kutusaidia sisi. Hivi vitu visituchukue muda, tuvitoe, tupunguze. Sikukwambia kwamba msinunue, hapana. Nunueni, vaeni, jipambeni kwa ajili ya waume zenu, lakini baadhi vitoeni, kama alivyofanya huyu mama yetu Bi Khadija radhiallahu anhu. Tuige mfano huu radhiallahu anha, tuige mfano huu. Tuige. Ambiane kwamba sisi wanadamu pindi tunapokuwa tunaambiwa, tunakuwa ni wabishi sana. Hatukubali kabisa, tunaona kabisa kwamba wengine wanasema kwamba maneno, yani tuko katika hali ya ubishi, tumezidi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi katika aya ya 54, aya ya 54 sema Suratul Kahfi aya ya 54. Anasemaje? Aliyetakasika anasema ya kwamba walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani linnasi min kulli mathal. Hakika tumeileta hii Qur'ani kwa watu kwa kila walaqad darabna fi hadha alqur'ani linnasi min kulli mathali. Sarrafna kwa asema kwamba tuliwapambanulia katika hii Qur'ani kila kitu, linasi, watu wote, min kulli mathal, kila aina ya mfano. Asema kwamba wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Mmeletewa mifano, lakini sisi wanadamu tumezidi kamwe kwa ubishi, tumezidi kwa kweli. Kwa kuendelea haraka na mada yangu hii ya ikhlasu, ni kwamba tuangalie wema waliopita, salafu saleh, maswahaba, tutakuwa ni wenye kufaulu. Na jambo lingine katika kuzungumzia hii ikhlasu, tunaangalia hii mifano
Na mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna hii sura ambayo kwamba aliiteremsha ni sura ya 92, sura ya 3 aya 92 Al-Imran. Anasema kwamba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim, kwamba hamtofikia wema mpaka mtoe vile mnavyovipenda. Kina mama, toweni vile mnavyovipenda. Kina baba, toweni vile mnavyovipenda. Tuangalie katika kwa nini aya imeshuka. Kulikuwa na sahaba mmoja wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye alikuwa akiitwa Abu Talha. Kulikuwa na kisima kizuri sana ambacho kinajulikana Bayruha. Hicho kisima kilikuwa na maji mazuri ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoka kusali anapitia pale na kunywa maji yale. Akachukua kile kisima akakitoa swadaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ni bora wapo watu wa nyumbani kwako wa karibu yako. Kile kisima akakitoa huyu Abu Talha radhiyallahu anhu. Alipotoa kile kisima na alikuwa anakipenda kwa kweli, ndio hii aya ikashuka, ni ya 92 sura. Katika sura gani? Al-Imran. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Asema kwamba hamtofikia wema mpaka mtoe vile mnavyovipenda. Kwa hiyo bila ya kufanya hivi ni hatari. Tuangalie huu mfano wa hawa, ni kana kwamba kuna watu ambao kwamba walielewa haya. Mfano Dar es Salaam, ndani ya jiji la Dar es Salaam, baada ya mashindano ya Qur'ani tulishuhudia mgeni aliyekuwa amekwenda kuwatembelea kutoka Saudia, Saudi Arabia. Huyu mgeni ambaye alikuwa ametoka kuwatembelea, ni nini alichokifanya? Huyu mgeni alimwambia, bwana, mimi nimependezwa sana na hali hii na mashindano mlivyoandaa na kila kitu, nitafutieni sehemu nijenge kiwanja. Watu ambao walifuata mfano huu wa Abu Talha wakatoa vyao wanavyovipenda, heka kibao alitoa akawapa kwa ajili ya kujenga kichuo cha Kiislamu. Mufti akasema ongeza nyingine 100, zikaongezwa. Kumbe tunao sasa katika dunia hii, na hayuko kwamba yuko Ulaya, yuko katika nchi gani, yuko hapa Afrika. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hamtofikia wema mpaka mtoe vile mnavyovipenda. Na vile sisi tuangalie maswahaba. Tukifuata mifano sana ya maswahaba tutaipata ikhlas. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu pamoja na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu walikuwa wanashindana katika mema. Kuna mmoja bibi kizee ambaye alikuwa sana kazeeka sana. Mzee huyo kazeeka, amezeeka kweli kweli. Umar anatazama ni jambo gani nitafanya. Akapata taarifa kwamba kuna sehemu yupo anataka kwenda kumsaidia. Kila kienda anaambia tayari mtu ameshakuja amenisaidia vile. Kufuatilia baadaye akakaa muone, akagundua kwamba ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sasa angalia sisi hapa tuepe baadhi yetu hapa, mfano hata hapa kwetu kuna mtu ambaye alikuja mzee sana kutoka Somalia. Kina mama kina baba wengi taarifa waliipata, mpaka viongozi na kumtembelea mara moja, ikawa kama bye bye, wanamuaga kama wanahama nchi nyingine. Hakuna, hawataki kujihimiza na mambo ya khair. Tunakuwa mbalimbali, tunakuwa baina al-mashriq wal maghrib. Si Uislamu huu. Tutembelee wazee wa Kiislamu, tutembeleane, tuwe karibu. Na kitakachokufanya sisi kuwa karibu ni madarasa ya Kiislamu, tutembelee Uislamu, kila kitu tufanye ikhlas. Tunashindwa kumuiga Abu Bakr Siddiq pamoja na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tunashindwa kuwaiga wawili hao. Lakini kuna picha ambazo zilikuja baadaye zikatembea kwenye WhatsApp kwamba fulani ameritadi, sijui alioa mke wake hivi na hivi. Wengi walishamjua, ambaye jina lake limefanana na la kwangu. Hakuna mtu ambaye amekwenda kumuona wala kumjulia hali, ni kukatwa na mtangazo kwenye mitandao wala kujua nini kinachoendelea. Ndio sasa mnusuru ndugu yako ikiwa kadhulumu. Hatuna muda huo. Kamati za Kiislamu
mtaulizwa hili swala. Kama hamtaki kuanzisha madarasa ya Kiislamu, watu wakafundishwa dini, wakajua kwamba wakiachana kuna talaka, baada ya talaka ya kwanza anaweza karejea, kuna kitu kinachoitwa eda, kuna hivi na hivi, kila kitu tukiendesha Kiislamu tena kiikhlasu, kutokana na mada yetu, tutakuwa ni wenye kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja ni mchungwa na kila mtu ataulizwa kwa kila alichokichunga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala, hii hadithi anatuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambiaje ndani ya Qur'ani, asema ya kwamba ni katika suratul Waqi'a, hii aya ya 81, Al-Waqi'a aya 81 mpaka 87. Tusikilize ametuambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema kwamba afa bihadha alhadith antum mudhinun, afa bihadha alhadith antum mudhinun. Tuangalie hii afa bihadha alhadith antum mudhinun, asema hivi kwamba haya mazungumzo mnayapinga, Qur'ani hii naona kwamba haifai. Watajaluna rizqakum annakum tukadhibun, tumekujalieni riziki na hii riziki ndio mnafanya israfu, kula vibaya, kubwaga, kumkosea Mwenyezi Mungu kutokana na hiyo riziki aliyokupeni. Aya 83 Waqi'a inasemaje? Falaula idha balaghatil hulqun, asema kwamba kwa nini roho inapofika kwenye koo, mtu anataka kufa, inapokuwa roho imefika kwenye koo, wa antum hina idhin tanzurun, na sisi tuko karibu naye kuliko ninyi. Wa antum hina idhin tanzurun, na ninyi wakati huo mwangalia, roho iko kwenye koo. Rabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, na sisi tuko karibu naye wakati huo, tuko karibu naye, lakini ninyi hamtuoni kabisa. Anaendelea kueleza kwamba falaula in kuntum ghaira madinin, falaula in kuntum ghaira madinin, aya 86 yasema kwamba na ikiwa ninyi sio wenye kulipwa na Allah, tarjiuna in kuntum sadiqin, irejesheni kama mnaweza roho hiyo. Madaktari kutoka China, kutoka Korea, kutoka Australia, popote pale, irejesheni. Waislamu, tusingoje tufike huku, tusingoje tufike huku, tutengeneze amali zetu. Hapa tumekuja duniani kulima, tutakwenda vuna akhera. Tukishindwa hapa shambani, akhera kule hakuna, tujue ni zero. Kwa hiyo inshallah, katika kumalizia hii mada yetu ya ikhlasu, nitamalizia na hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inasemaje? Inasema hivi: wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhari radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhari, Mwenyezi Mungu amridhie, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, ya kwamba inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum, hakika Mwenyezi Mungu haangalii viwili vyenu mnaojipamba kutia madhahabu, kutia manguo ya ajabu mnatoka nayo nje watu waone. Msiyapambe wakati mko na waume zenu, hamfanyi hivi. Na wanaume wengine mnakuwa tunaongea kauli ambazo sizo kabisa. Mmoja katika wanaume niambia kwamba mimi nimechoka kula maharage, asema kwamba anamaanisha kwamba amechoka kukaa na mke wake, haijui fadhila ya mke, bora akatafutie wanawake wengine, ndo kachumbari, ndo pilau, aende anachanganya. Mwanamume kanitamkia kwa masikio yangu. Tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutakuja ulizwa
Ndio maana hii aya inasema, hii hadithi inasema inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Mwenyezi Mungu hatizami viwiliwili vyenu jalla wa ala, hatizami hivi, wala ila suwarikum, wala hasitizami sura zenu Mwenyezi Mungu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hatizama nafsi zenu pamoja na matendo yenu. Endapo matendo yenu mtayafanya kiikhlasu, mtaupata msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu jalla wa ala tumuomba atuwafikishe kutokana na hayo ambayo kwamba tumeyazungumza, tuweze kuyafanyia kazi haya ambayo tumezungumza, hii mada ambayo tumeiwasilisha mbele yenu ya ikhlasu, atuwafikishe jalla wa ala tuweze kuifanyia kazi. Na kuna mada ambayo tulikuwa tumalizie ya umra, lakini muda umetuishia, na tuliahidi kutokana na baada ile mada tuliyotoa ya haji, inshallah tutakuendelea siku zijazo. Kutokana na nini? Kutokana na wakati wetu au muda wetu. Kwa leo naona tutakomea hapa. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuweze kuyafanyia kazi haya ambayo nimezungumza hapa, na kila tutakachokifanya ujalie ya Rabbul Alamin, ikiwa katika mizani yetu ya mizito yaumul hisab, iongeze uzito yaumul qiyama, amali zetu ziwe katika mizani ya mema, na tufanye kila tutakachokifanya tufanye kiikhlasu kwa kutegemea malipo kutoka kwako wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusifanye kwa ajili ya wanadamu watuone. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wazazi wetu waliotangulia mbele ya haki watilie nuru ndani ya makaburi yao, mashehe wetu, ndugu zetu wa Kiislamu kwa ujumla, watilie nuru ndani ya kaburi zao, watanulie makaburi yao, yajalie makaburi yao yawe raudhwa min riyadil janna, yasiyo dalkil asfal minan nar ya Rabbal Alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu tupe maisha mema yenye kheri marefu, yenye kheri na baraka sisi na kizazi chetu na vizazi vyetu. Tunakuomba uweze kutupa afya njema ya Rabbal Alamin. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya wa alsinatana min al-kadhib. Allahumma shfihi mardana warham mautana. اللهم ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.